Uterine perforation ni moja kati ya madhara ambayo yanaweza katokea moja kwa moja kwa mwanamke ambaye anafanya unsafe abortion au anatoa mimba bila kuzingatia taratibu za kidaktari. Vile vifaa tofauti tofauti ambavyo huwa wanatumia wale wanawake, anaweza akawa anatumia chelewa, sijui spoko, sio anaingiza vidole, huaga wanaingiza vitu vya ajabu ili tu kuhakikisha kwamba kitu ambacho kipo ndani ya mji wa mimba kinaweza kikawa disturbed na kikatoka. Ni mtu ambaye hahitaji ujauzito, kwa atafanya chochote ili kuweza kufanya mimba itoke. Sasa vile vifaa wanavyotumia mara nyingi huaga ni viko sharp, vinakuwa na pointed ends. Kwa anapokuwa anaingiza sehemu zake za siri, anakuwa hajui ni sehemu gani ya kuingiza, ni kwa kiwango gani aingize, tofauti na mtaalamu ambaye anaweza akawa anafanya hiyo hatua. Yeye anaweza akawa anaingiza vile vifaa bila kuzingatia hayo mambo, na kwa kuwa mji wake wa mimba umetengenezwa kwa nyama, basi anaweza akajikuta anatoboa. Katika hali ya kawaida, ili mimba itoke, mara nyingi inatakiwa kupata uchungu, kitu ambacho mtaalamu wa afya anaweza akainitiate ikitokea kwamba mimba iliyobebwa basi inaweza kumletea mama madhara makubwa. Kwa hiyo daktari anaweza akaopt kwamba mimba iwe terminated. Mji wako wa mimba huwa uko kwenye sehemu ya nyonga, lakini mimba inavyozidi kukua, ule mji wa mimba huwa unatanuka kuelekea kubana sehemu nyingine ambazo kuna viungo vingine tofauti tofauti. Cha kwanza kitakachotokea baada ya wewe kutoboa mji wako wa mimba ni kwamba utapoteza damu nyingi. Ile damu utakayopoteza ni kutokana na kwamba mji wa mimba ni moja kati ya viungo ambavyo huwa vinapokea damu yenye pressure kubwa, kwa sababu uterine artery au mshipa ambao unapeleka damu kwenye kizazi huwa una branch moja kwa moja kutoka kwenye descending aorta. Kwa hiyo ikitokea kuna traumatization, ni rahisi mtu sana kupoteza damu nyingi. Sehemu ambayo mara nyingi huwa wanatoboa sehemu ambayo ni nyuma, kwa sababu mji wako wa mimba ulivyokaa, mbele kuna kibofu cha mkojo, lakini kwa nyuma kuna mfumo wa chakula. Kwa hiyo mara nyingi wanavyotoboa huwa wanatoboa kwa kuelekea nyuma, wanatoboa kuelekea kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo wanajitengenezea mazingira ambayo ni rahisi sana kutengeneza fistula. Fistula ambayo inakuwa inaunganisha mfumo wa uzazi pamoja na mfumo wa haja kubwa. Lakini hawa wanawake pia wanakuwa kwenye hatari ya kwamba ikitokea ile perforation imepona, mara nyingi kinachokuja kutokea ni kwamba kutokana hii mifumo ipo karibu, basi utumbo huo unakuja kujikusanya pale kwenye sehemu ambapo kuna kidonda. Mwili una tabia ya kujiponesha kila baada ya kuumia. Kwa hiyo hizi tissue zita heal by fibrosis, zitapona kwa kutengeneza kovu. Kwa hiyo wakati kile kidonda kinapona, basi kinaweza kikaunganisha utumbo, kinaweza kaunganisha mirija ya uzazi. Kwa hiyo mwanamke anakuja kujikuta kwamba anakuja kupata changamoto kubwa za uzazi. Anajikuta kwamba ana chronic low abdominal pain, ana maumivu ya tumbo makali chini ya kitovu ambayo hayaishi, lakini pengine anaweza kaja kujikuta kwamba anakuwa hawezi kubeba ujauzito. Uzazi wake unakuwa umeharibika.